Katika jina takatifu la Yesu Kristo, naacha mbele zako asubuhi ya leo kutubu kwa ajili ya dhambi zangu, dhambi ambaye nimetenda Mfalme. Unitakaze na ukaweze kunisamehe, na ewe Bwana wa majeshi unitakase kupitia kwa damu ya Yesu. Asubuhi ya leo Mfalme, ninaenda Baba kuombea kila mmoja anayenitazama Baba asubuhi ya leo. Ewe Bwana wa majeshi, ukaweze kukumbuka kila mmoja Bwana ambaye ameamka asubuhi ya leo. Kakumbuke Bwana wa mama asubuhi ya leo. Kakumbuke Baba vijana asubuhi ya leo. Kakumbuke Baba watoto asubuhi ya leo. Mfalme wa falme, ninatubu kila aina ya dhambi Baba. Dhambi Baba ambaye imefunga watu wako. Dhambi Baba ambaye imefunga watoto wako. Naomba Mungu asubuhi ya leo, wanapoenda kuanza kazi asubuhi ya leo, Mfalme wa falme, ninaomba ukaweze kuwafungua. Wafungue kwa kila aina ya lahana. Wafungue Bwana kwa kila aina ya dhambi Baba yangu, ambaye ameweza kufungua, ambaye ameweza kufunga kila maisha. Ninaomba asubuhi ya leo ukaweze kufungua kila mtu katika jina takatifu la Yesu. Ewe Bwana wa majeshi, wacha Baba watoto wako wanaonitazama Bwana wakaweze kufunguliwa asubuhi ya leo. Wafungue Bwana kwa kila aina ya dhambi. Wafungue Jehova, wafungue Baba, wafungue kwa minyororo ya shetani. Ewe Bwana wa majeshi, tunaishi kwa nyakati za mwisho. Tunaishi kwa nyakati ambaye manabii wako Bwana, manabii uliowaahidi ya kwamba Baba utawatuma Baba. Hii ni nyakati Baba ambaye umeinua viwete. Hii ni nyakati Baba ambaye umefungua macho ya vipofu. Hii ni nyakati Baba ambaye umeweza kuponya hata ukimwi. Ewe Bwana wa majeshi, tunapojiandaa kwenda Menengai ya 8, ewe Jehova, ninaomba Mungu kaweze kutenda maajabu hata kwa wale, kila mtu atakaye tazama Baba, hata kupitia kwa simu, kupitia kwa YouTube, kupitia kwa Facebook, kupitia Baba kila mtu atakayeona Baba. Jehova, ninaomba ukabadilishe maisha yake. Ewe Bwana wa majeshi, usaidie watu wako Bwana wakajue hii njia, sababu hii njia Baba ni njia ambaye ni njia yako Bwana. Jehova, ewe Mungu mtakatifu, Mungu wa Israeli, ninakushukuru Baba asubuhi ya leo. Kumbuka wagonjwa ukawaponye, waponye wagonjwa mahali wako Bwana, waguse na waponye katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, tembelea wenye wako hospitali, tembelea wenye wako katika manyumba zao, waingilie kati Bwana na ukawaponye katika jina takatifu la Yesu. Wenye wako kwa kazi na wana amani, ninaomba Mungu asubuhi ya leo wakapate amani katika jina la Yesu. Ewe Bwana wa majeshi, ninakushukuru Bwana na ninasema ni asante, maana unaenda kutenda maajabu. Jehova, siwezi nikasahau vijana ambao wameweza Baba wanapitia dhambi ya usharati. Naomba ukafungue vijana asubuhi ya leo, watoke kwa usharati, watoke kwa ngono, wafungue katika jina la Yesu. Vijana Bwana ukawatumie kwa njia ya revival. Ewe Bwana wa majeshi, ufungue kila mtu, hata wa mama wenye wako kwa ngono na usharati, wafungue Bwana, kue kila moja asubuhi ya leo, ili Bwana kila mtu akaweze kukutumikia katika jina la Yesu. Ewe Bwana wa mabwana, nakushukuru asubuhi ya leo na ninasema ni asante, maana umetenda mema, na kwa jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini, na sote tuseme amen. Msikilizaji ambaye ameweza kunisikia asubuhi ya leo, unapoenda kazi, wacha uende kazi na Mungu. Mahali popote ambao uko nyumbani, unafanya kazi ya nyumbani, wacha Mungu akaweze kukubariki asubuhi ya leo. Kama uko hospitali, uamini ya kwamba Mungu wa manabii wawili, Mungu wa mashahidi wawili amekuponya. Wacha Bwana akakusaidie. Mwenye ukuwa na amani, Mungu amekupea amani. Na wacha Bwana akaweze kuwabariki asubuhi ya leo. Kwa majina naitwa Overseer Philemon Bet kutoka Kericho, kanisa ambayo inaitwa Cups House Altar. Na wala ambao wako Kericho, ninawakaribisha. Ukifika tu Brook, unaingilia Kipchimat na unapitia 30 shillings ufike kanisani. Unapofika Cups House Center,
utapata kanisa iko mahali pale. So ninawakaribisha mkuje tutumikie Bwana pamoja, tukaweze kutafuta ufalme wa Mungu. Na katika huduma hii ambaye tuko, viwete wanatembea, vipofu wanaona, ukimwi inapona, kansa inaweza kuponywa tena, magonjwa sote chini ya jua. Hata kama hujazaa watoto, tuko na watu ambaye Mungu amewasaidia kama Winnie kutoka Sotik. Tumbo la uzazi ilikuwa imekatwa, lakini saa hii Mungu alisaidia yeye wakati manabii wa Mungu aliomba, na yeye sasa ako na watoto. Kuna Isaiah kutoka Kiptere alikuwa na ukimwi, Mungu ameweza kumponya. So ujue ya kwamba hakuna kitu ambaye inaweza kumshinda Mungu. So ninakukaribisha, shika imani na kuja kabisa, mtu asikuzuie. Wacha Mungu akubariki sana kwa jina takatifu la Yesu. Nambari yangu ya simu ni 0717 328 194. Bwana wabariki.